Kumbe Waislamu wanaabudu nani? Yesu Kristo. Wanamuita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Unajua kwa nini wanamuita hivyo? 9:5 Warumi. Inasema ambao mababu ni hao. Ambao mababu ni wao. Na katika hao ametoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Nani? Mungu. Hey. Mwenye kuabudiwa milele. Amina. Hilo andiko amegusa? Hajagusa. Si amevaa miwani ambao amefanya haoni? Hilo andiko ungetuambia haliko kwa Biblia. Sasa tena unauliza wapi Yesu anasema mimi ni Mungu wakati anaitwa Mungu na hakatai? Hiyo ni swali unauliza wewe. Si nimetoa andiko hapa Filipo. Tomaso anamwambia Yesu Mungu wangu. Si Yesu kama angejua yeye si Mungu, si angemkataza Tomaso? Wewe ungekuja utoe andiko Yesu amekataa mimi si Mungu maana ameitwa Mungu. Wewe unataka Yesu aseme mimi ni Mungu wakati ameitwa Mungu na akaitika. Hiyo ni swali unauliza wewe. Hiyo si swali brother katika mada. Sasa mwalimu wangu. Ndio. Sasa naongea niangalie sifa nyingine. Hebu nifaidie Qur'ani 2:135. Qur'ani 2:135. Hiyo ni sifa ya Allah ambaye Yesu anayo. Tena mjue Yesu aliumba ndege. Hiyo ndege ikiulizwa nani muubaji wako? Itasema ni Yesu. Itasema ni Yesu akiwa nabii. Ona hawa. Soma hiyo. Qur'ani 2:135. Inasema, na wakasema Mayahudi, twende kuwaambia Waislamu, kuweni Mayahudi mtaongoka. Hebu soma 3:135. 3:135. Inasema hivi, katika 3:135. Inasemaje? Na ambao watapofanya uchafu, twende kufanya dhambi, twende kubwa au kudhulumu nafsi zao, twende kwa dhambi ndogo, hukumbuka Mwenyezi Mungu, maliza, na kuomba msamaha kwa dhambi zao. Twende. Ni nani anayehufiria dhambi? Ni nani anayesamehe dhambi? Isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kumbe yule anasamehe dhambi paka awe nani? Mwenyezi Mungu. Mwenye anasamehe nini? Dhambi. 9:2 Mathayo. 9:2 Mathayo. Twende. Biblia inasema hivi, katika 9:2 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Inasema, natazama wakamleta mtu mwenye kupooza. Maliza. Amelala. Twende. Amelala kitandani. Naye Yesu alipomuona, imani yao ilimwambia, twende, yule mwenye kupooza, jipe moyo. Ndio. Mkuu, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Kumbe Yesu alimsamehea nini? Dhambi zake. Na yule anasamehe dhambi ni nani? Mwenyezi Mungu. Kumbe Yesu ana sifa za nani? Za Mwenyezi Mungu. Sasa nyinyi mnaogelea kulala. Nyinyi mnaogelea kuvaa nguo ya watoto. Wakati mimi naogelea mambo ya kiroho, kusamehea dhambi. Yesu anasamehea. Yesu ni wa kwanza na ni wa mwisho. Sifa ya Mungu ambaye mnaabudu. Kumbe ni Yesu, ninyi hamjui. Nikatoa Yohana 1:1. Ikasomwa kwa Kiarabu. Rudia tena katika hiyo lugha ya Kiarabu. Inasema, mimi nilidhani nyinyi ni Waarabu, baadaye niwasomee Kiswahili, niwasomee Kiarabu yenye mnapenda. Nikahoji shule, huyo neno ambaye ni Allah ni nani? Soma tusikie. Fil badai kana alkalimati. Twende. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Wa kana alkalimatu inda Allah. Safi. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Twende. Wa kana alkalimatu Allah. Kumbe neno alikuwa Allah. Neno alikuwa Allah. Kumbe Allah ni neno. Neno ni Allah, si ndio? Ndio. Si andiko limesema hivyo? Kabisa. Neno ni Mungu. Neno ni Allah, si ndio? Ndio. Sasa nisaidie katika Qur'ani tafsiri ya Barwani 4:171. Inasema, enyi watu wa kitabu, huyu neno ni Yesu na Yesu ni Allah. Neno ni Allah na Yesu ni Allah. Soma nisikia. Ya ahla alkitab, enyi watu wa kitabu, twende, la taghulu fi dinikum. Maliza. Msivuke mipaka katika dini yenu. Wala takulu ala Allahi illa alhaq. Safi. Wala msiseme kwa Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Twende. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Hakika Yesu mwana wa Maryamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Maliza. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Ati wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Kumbe Yesu ni neno la Mungu aliloliweka ndani ya Mariamu. Kumbe Yesu ni neno la Mungu na neno ni Allah. Kumbe huyo neno ambaye ni Allah ni nani? Yesu Kristo. Alihofia kusema hivyo, maana mngesema amekufuru.
mtamupiga viboko. Kumbe Yesu ni neno na neno ni Allah. Unaona? Mpaka Waislamu wanasema takibiru ya kusema hapa tutabatizwa. Usifikiri hata ni takibiru ya ukweli hiyo. Hiyo ni takibiru ya kusema kimeumana. Mwalimu wetu hapa ameshindwa kujibu hoja. Mimi najua mnasema hivyo dadidani. Ni vile muwezi kubatizwa haraka haraka. Maana man badala dinahu fakturuhu. Usiwezi kurubutu. Sasa kuna rudi katika mada msomaji. Mwalimu. Si mada ni Yesu ni Mungu au si Mungu? Kabisa. Ndio mada. Ndio. Sasa sisi tunatakikana kutoa Waibrania 1:8 na 9. Inasema mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu hawezi kuwa ng'ombe. Lakini kwa habari za mwana asema. Ndio naona Mungu alimtoa mwanawe aje atufie. Mungu hakutuma mwanadamu. Hapana, alituma mwana afe. Dhambi haingeweza kulipwa na damu ya mwanadamu, ingelipwa tu na damu ya mwana wa Mungu, na ndiye aliyekufa. Na ndio mada ya kesho. Soma hiyo. Lakini kwa habari za mwana asema. Na kwa habari za mwana asema. Kiti chako cha enzi Mungu. Kumbe Mungu anaongelea mwana ambaye ni nani? Ni Mungu. Ambaye ni nani? Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Mungu anaongelea Yesu. Anasema kwa habari za mwana asema. Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Naona mwenyekiti anataka kuongea kidogo. Ndacha mwalimu, nitakupa dakika 2 za ziada.